Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana umeifanya, nasi tumeifurahia na kuishangilia. Ni wakati mwingine tena Bwana ambapo tunatamani kusikia neno lako. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, tufundishe na kuyafafanua mambo yote kwa lugha rahisi itakayotusaidia kuyaelewa, lakini zaidi sana kuyatendea kazi. Nipe mtumishi wako neema kusema tu yale ambayo Bwana umekusudia tuweze kuyasikia na kuyajenga maisha yetu katika siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Tutakwenda kujifunza somo linaloitwa mambo muhimu kuliombea kanisa. Mambo muhimu kuombea kanisa. Kumbuka tupo katika session zetu za maombi tukiendelea katika huu mfungo tulio nao, lakini imekuwa ni utaratibu wetu ya kwamba ni lazima tujifunze kwanza neno la Mungu kwa undani ili litupe mwongozo tunapokwenda kuomba, tuombe tukiwa tuna ufahamu, tuko enlightened kwenye fahamu zetu. Amina. Na ninamwamini Mungu ya kwamba katika somo hili la leo tena mambo muhimu kuombea kanisa, tuna vitu vingi ambavyo Mungu atatusaidia. Naomba tufahamu watu wa Mungu jambo hili la msingi. Kanisa ndiyo taasisi ya kwanza ambayo Mungu amekusudia kufanya nayo kazi duniani akishirikiana na familia. Kanisa na familia ndiyo taasisi za kwanza ambazo Mungu amekusudia kufanya nazo kazi duniani. Kanisa na familia ni taasisi za awali kabisa ambazo ndizo Mungu amekusudia kufanya nazo kazi duniani. Ukisoma kwenye Agano la Kale utagundua ya kwamba ndoa na familia ndiyo taasisi ya kwanza ambayo Mungu aliiasisi na akikusudia kufanya kazi na mwanadamu duniani kufanikisha majukumu ya mbinguni. Katika Agano Jipya Mungu akaliongeza kanisa ili kuweza kushirikiana na mbingu kutimiza majukumu ya ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo unapolitazama kanisa na unapotazama familia, ndani ya moyo wako unatakiwa kujua hizi ni taasisi za Mungu mwenyewe zilizokusudia kushirikiana naye kutimiza makusudi ya ufalme wa Mungu duniani. Na hii ndiyo sababu ndiyo taasisi ambazo adui anazishambulia sana kuliko taasisi nyingine zote. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba, yako mambo mengi na ya msingi ambayo tunapaswa kuomba kwa ajili ya kanisa. Na katika session hii nitagusa kwa sehemu mambo ambayo tutapaswa kuombea, pia katika sehemu ya malengo na mipango tulio nayo katika mwaka huu. Amina. Jambo la kwanza la muhimu kuomba kwa ajili ya kanisa. Jambo la kwanza, omba Mungu aliwezeshe kanisa au atuwezeshe kanisa. Mungu atuwezeshe kanisa kushiriki katika kutimiza lengo kuu la kuhubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Ombi la kwanza, Mungu atuwezeshe kanisa lake kushiriki kikamilifu katika kutimiza lengo kuu la kuhubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Natamani sana katika ombi letu tutakaloomba pia katika siku ya leo, tumwambie Bwana tusaidie, tuwezeshe kushiriki kikamilifu katika kuhakikisha lengo kuu la kuhubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Tunafanya nini? Tunalifanikisha. Naomba niwaambie jambo hili watu wa Mungu litakalo wasaidia. Kanisa likishindwa kushiriki kikamilifu katika kuhubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Kristo, limepoteza thamani ya uwepo wake duniani. Andika jambo hilo, litakusaidia. Kanisa likishindwa kushiriki kikamilifu katika kuhubiri habari za Yesu na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu, limepoteza thamani ya uwepo wake duniani. Na kama watu wataokoka na wakaja kanisani na wasijifunze kumfahamu Mungu na kuamua kwenda kuwaeleza wengine habari za Yesu, hilo kanisa muda sio mrefu
litaanza kugeuka na kuwa klabu na sio taasisi ya kimungu ya kufanikisha malengo ya Mungu duniani. Nataka nifungue fahamu zako ili ujue nia ya kuwepo kanisani sio kumwabudu Mungu pekee, bali pia kumjua Mungu na kuweza kwenda kuwaeleza wengine habari za Yesu tuliyemwamini. Andika jambo hilo, litakusaidia. Nia ya sisi kuwepo kanisani sio tu kumwabudu Mungu, sio tu kumwabudu Mungu, bali kumjua, kujifunza kuhusu Mungu na kwenda kuwaeleza wengine habari za Yesu tuliyemjua. Ukifahamu ukweli huo, hautaishia kuwa mtu unayeingia tu kanisani kuabudu. Utahakikisha kila wakati kuna moto wa Roho Mtakatifu unawaka ndani yako, kutamani kuwashirikisha wengine wapate kumjua Yesu uliyemwamini. Ni katika dunia tuliyo nayo pekee ambapo makanisa yanaongezeka kwa idadi ya watu wanaohamia na wanaozaliwa kuliko kwa idadi ya watu wanaookolewa. Mwambie mwenzako ni huzuni. Usione aibu, ndio maana nakwambia tuombe, mwambie ni huzuni. Ngoja niwaambie, njia ya kwanza ya ukuaji wa kanisa ilikuwa ni kuhubiri Injili, kuwafikia waliopotea, kuwaeleza habari za Yesu, kuzungumza na marafiki zetu ambao hawajamwamini Yesu, kuwashirikisha neema ya wokovu. Wakimwelewa Yesu na kumpokea, wanakuja kanisani, wanakuwa waamini. Baada ya muda wanajengwa na kumfahamu Kristo, nao wanaanza kuwashuhudia na kuwaleta wengine kwa Yesu. Kadiri siku zinavyoendelea, adui ameanza kubadilisha mfumo. Leo kanisa linakuwa kwa idadi ya watu wanaohamia na watoto wanaozaliwa, lakini sio kwa idadi ya watu wanaookolewa. Kwa hiyo ninapokuambia tuombe kwa ajili ya sisi Mungu kutusaidia kusimama kikamilifu katika kushiriki kwenye kuhubiri habari za Yesu, kuwaambia wengine uzuri wa wokovu ambao tumeupata na kuwafanya kuwa wanafunzi, tambua ya kwamba ni hitaji la muhimu, na tusipofanya hivyo uwepo wetu hauna thamani juu ya uso wa nchi. Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka wa 20 likiwa ni andiko letu la msingi katika ombi hilo, tuanzie hapo. Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka mstari wa 20. Kwa lugha rahisi, ombi la kwanza kwenye hilo neno andika hapo: Mungu nisaidie kuwaendea wengine na kuwaeleza habari za Yesu niliyekujua. Hilo liwe ni ombi lako. Mungu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie kuwa na ujasiri wa kuwaeleza na kuambia wengine habari zako ambazo nimekujua. Una watu wengi sana wewe ambao hawajaokoka. Kwa nini hutaki kuongea nao habari za Yesu? Umeshindwa basi kuambia habari za Yesu, wakaribishe kanisani. Yaani kuambia habari za Yesu huwezi, na kuwakaribisha kanisani pia huwezi. Sasa wewe unaweza nini? Mwambie jirani yako, unaweza nini? Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Tungeamua kusimama wote, makanisa yote katika hili eneo kikamilifu, Ukristo ungekuwa sana, watu wangeokolewa mno. Anasema hivi, Mathayo 28 19 mpaka 20. Na hii hata haihitaji kabla ya kwenda kufanya mikutano ya Injili na kutumia mamilioni ya fedha. Hii haihitaji hata fedha wala bajeti yoyote. Ni ishu ya kudili na watu wa karibu wanaotuzunguka. Unanielewa eh? Si mikutano unaweza kusema bajeti kubwa na nini, sawa. Hii inahitaji bajeti hii. Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Biblia inasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu anasema enendeni mkahubiri Injili, watu wakiokoka muwafanye kuwa wanafunzi, waingie kwenye darasa la discipleship. Baada ya hapo wawe na uwezo wa kutoka na kuambia wengine
habari za Yesu. Jambo la msingi sana kwenye ombi hilo la kwanza, kuweza kulifanyia kazi. Nimeandika hapa nikasema, kanisa halina umuhimu wa kuwepo kwake endapo Wakristo hawapo tayari kushiriki kikamilifu kuhubiri Injili. Kanisa halina umuhimu wa kuwepo kwake endapo Wakristo hawapo tayari kushiriki kikamilifu katika kuhubiri Injili. Naomba niwaambie jambo jingine litakalowasaidia. Ukristo unahusisha kuwa shahidi wa habari za Yesu uliyempokea. Ukristo unahusisha sisi kuwa shahidi wa habari za Yesu tuliyempokea. Ukifuatilia maandiko vizuri kwenye Biblia, utagundua ukweli huo, ya kwamba ilikuwa ni rahisi kwa mitume kuhubiri habari za Yesu. Kwa nini? Kwa sababu walikaa naye, kwa sababu walimfahamu, kwa sababu waliona alivyoteswa, kwa sababu waliona alivyofufuka, kwa sababu waliona alivyoondoka. Maana yake injili inakuwa rahisi pale ambapo watu wamemjua Yesu na kile ambacho amefanya kwenye maisha yao. Ni rahisi sana kuwaeleza wengine habari za Yesu ikiwa umeexperience badiliko la kweli tangu ulipookoka. Na ninapoona watu wanashindwa kuwaeleza wengine habari za Yesu, ninaanza kutilia mashaka, yamkini hawajapata uzoefu kamili wa kile ambacho wokovu wa kweli unafanya kwenye maisha ya mtu. Kuwahubiri watu habari njema ni kazi nyepesi sana. Ni kazi nyepesi sana kwa sababu unashare uzoefu binafsi wa kile ambacho Yesu amefanya kwenye maisha yako, si ndio? Haihitaji nguvu hiyo, wala haihitaji kwenda kusoma chuo cha Biblia hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunajifunza somo linalosema mambo muhimu kuliombea kanisa. Na jambo la kwanza ni kuomba kwamba Mungu atusaidie kushiriki kikamilifu katika kuwaeleza wengine habari za Yesu na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo inawezekana kuna mambo makubwa mawili yanayosumbua. Inawezekana kinachosababisha ni watu kukosa nguvu za Roho Mtakatifu zenye kuzalisha ujasiri wa ndani kwa ajili ya kuwaeleza wengine habari za Yesu. Kwa sababu yeye anasema, nanyi mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu na nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo mtu hawezi kuwa shahidi mwaminifu kama amepungukiwa nguvu za ujazo wa Roho ndani yake. Na ndiyo maana mitume walikuwa tayari kuhatarisha maisha na kupoteza uhai. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamejaa nguvu za Roho ndani kiasi ambacho mazingira ya nje hayakuwazuia kuzisema habari zake. Lakini jambo la pili, inawezekana wapo watu ambao mmekosa uzoefu wa kweli, ile personal experience ya namna gani maisha ya wokovu yanatakiwa kuwa, licha ya kuwa mko kanisani. Okay. Kwa hiyo wewe ndio unajua, ukiwa unaomba unajihisi kutokea wapi na kuzuia usiwaeleze wengine habari za Yesu. Sasa hiyo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 40 mpaka wa 42. Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 40 mpaka ule wa 42. Tumesema Ukristo unahusisha sisi kuwa mashahidi wa habari za Yesu kwa wengine. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 40 mpaka wa 42, Biblia inasema, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000, wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Biblia inasema watu hawa walipohubiriwa habari njema, wakashuhudiwa na mitume juu ya kile ambacho Yesu alifanya na ile kazi ya msalaba, watu wakaamini, wakaendelea kuwa wanafunzi wa Kristo. Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Naomba pia ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Hatuwezi kuhubiri injili na kuwafundisha wengine kuhusu Yesu
zaidi ya namna ambavyo wokovu umebadilisha maisha yetu. Ndiyo, hatuwezi kuhubiri na kuwafundisha wengine kuhusu Kristo zaidi ya namna ambavyo wokovu umebadilisha maisha yetu. Hatuwezi kuwafundisha au kuwahubiria wengine kuhusu Yesu na kuwafundisha kuhusu wokovu zaidi ya vile ambavyo wokovu umebadilisha maisha yetu. Na ndiyo maana unapowasikiliza wahubiri wakiwa wanahubiri Injili, utagundua kuna utofauti. Mtu ambaye wokovu umefanyika halisi kwenye maisha yake ana uwezo wa kumwelezea Yesu mpaka wakati akisema msimame, mnatamani aendelee kusema. Umekwisha kukutana na hizo hali Yaani ana uwezo wa kumwelezea Yesu mpaka wewe mwenyewe unasema yes, this is it. Si ndio Umekutana na watu namna hiyo Hatuwezi kumwelezea Yesu vizuri kwa wengine, kuwafundisha wengine kwa habari ya wokovu zaidi ya vile ambavyo wokovu umekuwa halisi kwenye maisha yetu. Haiwezekani. Naomba nikuongezee jambo jingine ninapoweka msingi. Kuhubiri Injili ni kipaumbele cha Mungu. Kuhubiri Injili ni kipaumbele cha Mungu, na kila kipaumbele cha Mungu kinapaswa kuwa kipaumbele chetu. Kuhubiri Injili ni kipaumbele cha Mungu, na kila kipaumbele cha Mungu kinapaswa kuwa kipaumbele chetu. Yaani kama Mungu anaivalue Injili kwa kiwango ambacho alikubali kumtoa Yesu kwa ajili ya mwanadamu, maana yake katika uzito ule ule na umuhimu ule ule tunapaswa kulikubali hilo jambo ndani ya mioyo yetu na kuwa tayari kuwaeleza wengine habari za Yesu. Nasema hivi, sijazungumza kwanza ishu za mikutano, nazungumza habari za watu tunaofahamiana nao. Umeshindwa kuwaeleza habari za Yesu, hakikisha unawaalika na kuwaleta kanisani. Mwambie jirani yako, ikiwa umeshindwa kuwaeleza habari za Yesu watu wa karibu yako, hakikisha unawaleta kanisani kwenye ibada. Walete basi, mimi mchungaji wako nitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. 2026 kila baada ya muda fulani nitakuwa namuuliza mmoja baada ya mwingine, tangu mwaka umeanza, ikifika mwezi wa 3 niambie umewaleta watu wangapi kanisani. Niliwahi kuambia hapa na naomba nirudie tena. Mkristo asiye tayari kushiriki katika kuihubiri Injili hana tofauti na askari walioujua ukweli wa kufufuka kwa Yesu, lakini walipopewa fedha wakasema hakufufuka, aliibiwa. Mwambie mwenzako, acha usaliti. Narudia tena. Mkristo asiyekubali kushiriki, wewe unaandika, wewe unakumbuka, usitokuwa unasoma, moyo wako wewe unakusuta. Mkristo asiyeshiriki kuhubiri Injili hana tofauti na askari walioona kufufuka kwa Yesu, lakini kwa kupewa fedha wakauficha ukweli wa kufufuka kwake. Mkristo asiye tayari kushiriki katika kuhubiri Injili hana tofauti na askari walioona kufufuka kwa Yesu, lakini walipopewa fedha wakaamua kuuficha ukweli wa kufufuka kwake. Tunapoomba ni muhimu sana tumwambie Mungu, tumedhamiria na tumeamua, tusaidie kama kanisa kushiriki kikamilifu katika kuhubiri Injili. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Kipaumbele cha kwanza cha Mungu sio kuona wewe umefanikiwa sana kwenye maisha yako, ila ni kuona wengi wanaokolewa kupitia wewe. Kipaumbele cha kwanza cha Mungu sio kuona wewe umefanikiwa sana kwenye maisha yako, ni kuona wewe
ni kuona wengine au kuona wengi wanaokolewa kupitia wewe. Tunaishi kwenye dunia ambayo watu wanadhani Ukristo ni maisha ya kupata fedha tu, kupata mali, kupata utajiri. Ni injili dhaifu sana. Nia na kipaumbele cha kwanza cha Mungu. Mungu hatishwi na mafanikio yako, maana yanatoka kwake. Mungu anafurahishwa anapoona kupitia wewe wengine wanaokolewa. Tunaelewana wanangu? Tunaelewana kanisa la Mungu? Ninaomba ya mambo tuelewe, kwa sababu kinyume na hapo tutajikuta kila siku tunakutanika humu kanisani wote tulioamini, tukidhani kwamba tunamwabudu Mungu na maisha yanaendelea, kumbe shetani anafurahi na anaona ni watu tuliofeli na kushindwa mno. Iwe ni shauku yako ya kwamba angalau katika kila mwezi nitakuwa na mtu ambaye nitamueleza habari za Yesu, nitakuja naye kanisani. Naomba niwaambie, kazi yetu sisi ni kuhubiri. Kazi yetu sisi ni kuwashuhudia watu habari za Yesu. Kuokoa na kushawishi ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi yetu sisi ni kuwaeleza wengine habari za Yesu, ni kuwaeleza wengine uzuri wa Yesu. Kuokoa na kushawishi maamuzi yao, hiyo ni ishu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Yaani sikusumbue kama umesema na mtu hajakubali, wewe sio wa kwanza. Hata mitume kwa ishara, miujiza na maajabu iliyotendeka pamoja nao, kuna watu walikwenda mahali wakina Paulo wakahubiri, hawakufanya nini? Hawakuamini, watu walikataa. Kazi yetu sisi ni kuwaeleza wengine habari za Yesu, lakini kushawishi maamuzi yao, hiyo ni ishu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usione shida kuwaeleza wengine habari za Yesu. Niliwahi kuambia hapa, Yesu sio bangi mpaka umfiche. Mwambie jirani yako, Yesu sio bangi wala sio haramu mpaka umfiche fiche. Ngoja niwaambie watu wa Mungu, wakati sisi tuna uhuru wa kuweza kuwaeleza watu habari za Yesu, kuna watu wanaishi kwenye mataifa ambayo mtu akionekana anafanya ibada au anaeleza habari za Yesu wanauawa. Hivi unajua kuna nchi hata kuabudu hawaabudu kwa uhuru. Waulize hapo China tu hapo sio mbali. Nilikuwa naongea na rafiki yangu juzi, yuko kule anasoma PhD. Ananiambia, mchungaji, hata nakumbuka maisha ya Tanzania, natamani tuna uhuru mkubwa sana wa kufanya ibada, kushuhudia na kueleza habari za Yesu. Alafu kuna wewe ambaye upo kwenye nchi hii na Afrika yetu hii, na ukimweleza mtu habari za Yesu au kumkaribisha kanisani, hana lolote la kukufanya, atakusikiliza alafu ataamua kama anamkubali au anampokea, lakini hauwezi kumweleza. Mwaka huu moja ya ombi letu, Mungu atuwezeshe, na nitawafuatilia kwenye hilo jambo seriously kabisa. Yaani nimeamua afe kipa afe beki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Okay. Naomba tuendelee mbele kidogo. Nataka nizungumze kitu kidogo hapa kitakacho tusaidia. Injili tuliyoipokea haiwezi kuleta matokeo na watu wengi kuokolewa ikiwa hatutakuwa na mikakati itakayotuwezesha kuwafikia. Injili tuliyoipokea haiwezi kuleta badiliko kwenye maisha ya watu kama hatutakuwa na mikakati itakayotuwezesha kuwafikia. Na nitakueleza hapa namna ambazo tunaweza kuzitumia. Injili tuliyoipokea haiwezi kubadilisha maisha ya watu ikiwa hatutakuwa na mikakati tunayoweza kuitumia ili kuwafikia. Bwana asifiwe. Ziko namna mbalimbali ambazo zinaweza kutumika. Namba moja ni ushuhudiaji. Ushuhudiaji ni nini? Au kushuhudia nini? Ni nini? Ni kuwaeleza wengine yote ambayo Yesu amefanya kwenye maisha yetu baada ya kumpokea, na ile kazi aliyoifanya msalabani kwa ajili yetu. Ushuhudiaji ni kuwaeleza watu yale ambayo Yesu amefanya kwenye maisha yetu na yale ambayo Yesu amefanya kupitia kazi ya msalaba. Ni namna rahisi kabisa.
Ni namna rahisi kabisa. Ni namna rahisi kabisa. Nimeandika hapa nikasema, jukumu hili ni jepesi sana kwa sababu linahusisha kuwaeleza watu ukweli wa namna ambavyo Yesu amekuwa mwema na mzuri kwenye maisha yetu na kuwaonesha wanayo nafasi ya kufurahia maisha hayo pamoja nasi wakimpokea. Narudia tena. Jukumu hili ni jepesi kwa sababu linahusisha kuwaeleza watu ukweli wa namna ambavyo Yesu amekuwa mwema na mzuri kwenye maisha yetu na kuwaonesha wanayo nafasi ya kufurahia maisha ya namna hiyo pamoja nasi wakimpokea. Ni rahisi kabisa. Tunaweza kuamua kwa njia ya ushuhudiaji, tukawaendea watu wa karibu tulio nao, tukazungumza nao, tukawaambia, nao wakapata nafasi ya kumpokea Yesu. Namna nyingine, utaandika kwenye kitabu kile cha Mathayo 10 mstari wa 5 mpaka wa 15. Mathayo sura ile ya 15 mpaka 15. Lakini pia utaandika Matendo ya Mitume 18 mstari wa 1 mpaka wa 8. Hatutasoma kwa wakati wako, utasoma ili nikimbie. Matendo ya Mitume 18 mstari wa 1 mpaka wa 8. Kwa hiyo kwa njia ya ushuhudiaji tunaweza kuwafikia watu wengi na maisha yao yakabadilishwa. Naomba tuendelee kidogo hapa mbele katika baadhi ya vitu vinavyoweza kutusaidia. Ziko namna nyingi ambazo tunaweza kuzitumia na watu wakaokolewa. Mnakumbuka habari za yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana na Yesu? Yesu alipoongea naye na akamuelezea mambo yake na kila kitu kilichokuwa sirini, Biblia inasema alimwacha Yesu mahali pale. Yule mwanamke akaenda katika kijiji chake. Watu walikuwa wanamjua kwamba ni kahaba, lakini sasa amebadilika. Amekutana na mtu aliyemweleza mambo ya ndani ambayo Mafarisayo na Masadukayo hawakuweza kuyaona wala kuyajua. Anaenda akawaeleza, alafu wale watu walipokuja wakamkaribisha Yesu kwenye kijiji chao, Biblia inasema akakaa pale akawahubiri Injili na watu wakapona. Yule mwanamke hakuhitaji chochote, alihitaji kuambia watu tu yale ambayo ameyaona alipokutana na Yesu, na mji mzima ukamwamini, maana walimjua. Mwambie mwenzako, wokovu ni badiliko. Okay. Naomba tuendelee tena mbele kidogo hapo. Namna nyingine ya pili ni kwa kuandaa mikutano ya Injili ambayo mara nyingi makanisa yote yanafanya. Kuandaa mikutano ya Injili na kuwafikia watu na kueleza habari njema za Kristo. Kuandaa mikutano ya Injili na kuwaeleza wengine habari za Kristo. Namna ya tatu ni matumizi sahihi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Namna ya tatu ni matumizi sahihi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Watu wa Mungu, kupitia kuhubiri kwenye redio na mitandao mbalimbali, nimekuwa nikikutana watu wenye mahitaji, nimekuwa nikizungumza nao, nimekuwa nikiwaongoza sala la toba, nimekuwa nikiwaelekeza mahali pa kuabudu, na wanaendelea na wanampenda Mungu na maisha yanaenda. Hatujaonana physically, lakini matumizi ya teknolojia yana uwezo wa kunipeleka mbali na watu wakampokea Yesu kutokea walipo na wakalelewa na wakakua na kuendelea vizuri kwenye imani. Ngoja niwaambie watu wa Mungu, sehemu kubwa hapa wote mna smartphone, si ndio? Unashindwa nini ukaamua kila wiki mara 2 unarekodi kitu hata kama ni cha dakika 5 ukiwaeleza watu kuhusu Yesu na ukaposti kwenye status na kwenye social media platform zako? Watu wanaweza wasicomment, lakini uwe na uhakika watasoma na watasikia. Kabisa. Unashindwa nini? Mbona ukiendaga saluni na kutengeneza nywele nzuri huwa unatuwekea, unataka tuone wewe?
Sisi hatuna shida na nywele zako nzuri ulizotumia gharama nyingi. Tunataka tukuone ukitumia platform ulizonazo kuwaeleza wengine habari za Yesu. Ni moja ya mbinu ya kimkakati. Dunia iko mikononi, wanangu. Yaani kuna wakati mtu anashindwa hata kujirekodi. Anaweza kujirekodi akiwa ameweka nyimbo ya gospel, anacheza hivyo, nafikiri huo ndio wokovu. Wewe ujinga tu. Kaa kwenye mtandao, waeleze watu, dakika 5 zinatosha kuambia watu habari za Yesu. Kuna mtu atasaidiwa. Imetokea wimbo mpya pale, sijui nini challenge, wanapiga wanacheza hivi, unasema ujinga kabisa. Tumesema injili haiwezi kuwafikia watu na kubadilisha maisha yao endapo hatutakuwa na mikakati thabiti itakayotusaidia kubadilika. Kwa hiyo maana yake tunapoomba tumwambie Mungu katika maeneo hayo tusaidie kufanya vizuri. Ishu sio kuomba watu waokolewe. Sisi tunao wajibu wa kufanya ili kuwafikishia watu habari njema waokolewe. Na bahati mbaya zaidi, hata katika dunia tulionayo, makanisa yameanza kutoka kwenye ishu ya ushuhudiaji na mikutano ya injili, yanaanza kuwekeza zaidi kwenye ibada za kusifu na kuabudu. Yaani wanaweza wakatumia nguvu nyingi kuwaleta waimbaji kutoka mbali kwa gharama kubwa na kushindwa kufanya hata mkutano mmoja wa injili. Na kwa namna hiyo kuna hatari ya kanisa kuendelea kubadilika kutoka kwenye kusudi kuu na kuwa kituo cha burudani. Mwambie mwenzako ni huzuni. Naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Injili pasipo madhihirisho ya nguvu za Mungu haiwezi kukubalika kirahisi. Hilo jambo tu kumbuke. Injili pasipo madhihirisho ya nguvu za Mungu haiwezi kukubaliwa kirahisi. Maana yake tunapoomba tumwambie Roho wa Bwana kila wakati tunaposema na watu, tukisema Yesu anaponya, tuone uponyaji ukitokea. Tukisema Yesu anabadilisha, tuone badiliko, mtu akiokoka linafanya nini? Linatokea. Injili pasipo madhihirisho ya nguvu za Mungu, maneno yetu yanageuka kuwa maneno ya ushawishi. Haiwezi kupokelewa kirahisi. Na ngoja niwaambie kitu kingine wanangu. Nimekuja kujifunza injili inapoambatana na madhihirisho ya nguvu za Mungu, ni rahisi sana watu kumkimbilia Yesu kuliko aina yoyote ya matangazo ambayo tunaweza kuyafanya. Ndiwashuhudia mwaka jana nilipokuwa nimeenda pale Mwanza kwenye lile kanisa walilokuwa wamenialika pale la Anglican. Kwenye lile kongamano nikiwa na ubiri, nikawaita watu kwa ajili ya kuokoka siku ya kwanza. Na watu walikuwa ni wachache sana. Walikuwa kwenye takribani watu kama 70 hivi kwenye ile ibada siku ya kwanza ya Jumatatu. Watu walipookoka na kumjia Yesu pale, nikaanza kuweka mikono juu ya watu. Nguvu za Mungu zikashuka mno. Watu wakafunguliwa pale. Unajua kilichotokea? Kesho yake kwenye ibada walikuwepo watu zaidi ya 400. Siku ya kwanza walikuja hawazidi 70. Walipoona nguvu za Mungu wakati inamaliza, kesho yake wamekuja watu zaidi ya 400. Haihitaji matangazo sana. Ile nguvu ya Mungu iliyoonekana ilikuwa inatosha kuambia Yesu yupo mjini. Unanielewa? Naomba niseme jambo hili. Kanisa likipoteza nguvu za Mungu litalazimika kutumia fedha nyingi na matangazo mengi sana kuwaleta watu kwa Yesu. Kanisa likipoteza nguvu za Roho wa Mungu litalazimika kutumia juhudi nyingi, fedha nyingi na matangazo mengi kuwaleta watu kwa Yesu. Injili yetu inapaswa kuambatana na madhihirisho ya nguvu za Mungu
na badiliko la kweli kwenye maisha ya watu. Wakina Mzee Kulola walihubiri injili katika nyakati ambazo hawakuwa na vyombo vikubwa vya injili, wala hawakuwa na uwezo wa kuwepo kwenye media, lakini walipokuwa wakienda, Tanzania nzima ilijua ya kwamba kuna mtu ameingia kwenye mji anasema habari njema. Kitabu kile cha Marko 16 mstari wa 14 mpaka wa 18. Marko 16 mstari wa 14 mpaka mstari wa 18. Biblia inasema, baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, mstari naotaka ni huo wa 15, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Mwambie mwenzako ishara. Alafu wanasema, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuficha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Yesu anawatuma wakahubiri injili, lakini anawaambia na ishara zitaambatana pamoja nanyi. Kwa nini? Ni nguvu ya Mungu pamoja na kile tunachokisema ndiyo inayoweza kushawishi watu kumwamini Yesu tunayemsema. Na mtu akiona nguvu za Mungu kwenye maisha yake, anaweza akatulia na kumwamini Yesu. Kwa nini? Tayari ameona madhihirisho. Jana mwamini, ulimuona yule kijana ambaye nilimwombea kule juu, alikuwepo juzi sijui kwenye maombi hapa, yule ambaye tulimwombea kule juu, mdogo wake na Winnie yuko hapa. Yule kijana niliwahi kueleza hapa, alikuja kanisani kuletwa kwenye maombi baada ya kuzunguka naye kwenye hospitali na ikaonekana imeshindikana. Alikuwa na tumbo limekuwa kubwa hivi na anakuwa anatapika sana. Yaani wamejaribu kuangalia kila kitu, wamejitahidi, hainaonekana. Ameamua sasa aache shule, arudishwe nyumbani. Wakati akiwa anatakiwa kurudisha Tanga, ndipo akaletwa kule kwenye ibada, nadhani ilikuwa katikati ya wiki. Nikamwambia pamoja na mama yake na Winnie walipokuwa wamemleta, nikamwambia jambo la kwanza ni lazima akubali kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Nikamwambia jambo la pili, ninaomba aanze kujifunza kuhudhuria ibada na kusikiliza mafundisho ili kumjenga ndani, na baada ya hapo nikimwombea hii issue inaisha na wala hilo tatizo halitarudi tena. Akaja Alhamisi moja kwenye ibada, akaja Jumapili, akaja Alhamisi nyingine. Jumapili nyingine iliyofuata nikamwombea na kumwekea mikono. Yule kijana ninavyokuambia mpaka leo amepona, shule amerudi, na juzi amekuja hapa akaniambia, baba, nilikuwa nimetoka Tanga naelekea shuleni, nimeona nije nikusalimie, naendelea vizuri, lile tatizo halipo tena. Injili yetu isipoambatana na madhihirisho ya nguvu za Mungu, sio rahisi watu kuamini. Tunapoomba ni lazima tumwambie Roho wa Mungu, tunatamani tuseme habari za Yesu, lakini ziambatane na madhihirisho ya nguvu za Mungu kwenye maisha ya watu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Nataka nikuoneshe hapo, Biblia inasema Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 mpaka wa 5. Na neno la kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Anasema Mtume Paulo, neno langu na injili yangu ya kuwahubiri kwenu haikuwa katika maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na nini? Na nguvu. Paulo anasema injili yangu haikuwa maneno tu, ilikuwa inaambatana na madhihirisho ya nguvu za Mungu yenye kuleta badiliko la kweli kwenye maisha ya watu. Andika tena Mathayo 15:29 mpaka 31. Hatutasoma lakini utasoma kwa wakati wako. Mathayo 15:29
mpaka mstari ule wa 31, au nisome tu hapo kwa haraka. Anasema hivi, Mathayo 15:29 mpaka 31. Yesu akaondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilaya, akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi, wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi. Wakawaweka miguuni pake, akawaponya. Hata ule mkutano wakastaajabu walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, vipofu wanaona. Wakamtukuza Mungu wa Israeli. Naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Injili ni jibu la Mungu kwa changamoto zinazowatesa wanadamu. Injili ni jibu la Mungu kwa changamoto zinazowatesa wanadamu. Kwa hiyo tunapoomba ni muhimu sana tujue injili ni jibu la Mungu kwa changamoto zinazowatesa wanadamu. Tunapokuwa tunaomba kwamba Bwana tusaidie kama kanisa kuweza kuhubiri injili, maana yake Mungu atujaze nguvu za Roho wake. Mungu atupe kwa ujasiri kunena habari za Yesu. Mungu atusaidie kuwa na mikakati ya kimungu itakayoweza kuwaleta watu kwa Yesu, na tunapowaendea tukaliseme lile neno kwa ujasiri. Tunazo namna nyingi ambazo tunaweza kutumia. Ndiyo maana wakati mwingine nikikwambia naomba sehemu ya partners watakao support kwa ajili ya vipindi vya redio, watakao support kwa ajili ya TV na majukumu mengine tunayokuwa tunayafanya, nia ni nini? Tunataka injili iwafikie watu nje ya mipaka ya kanisa. Narudia kumalizia nikisema kwenye hicho kipengele, Mkristo asiyetaka kushiriki katika kuwahubiria wengine au kuwapelekea wengine habari njema hana tofauti na askari walioona ukweli wa kufufuka kwa Yesu lakini wakauficha baada ya kupewa fedha mkononi. Ni usaliti kuto kuwaeleza wengine ukweli wa Yesu uliyemjua. Lakini naomba niweke msisitizo, Shetani amekuwa anashambulia injili tunayoihubiri na wakati mwingine kufanya watu wasiipokee kwa haraka kwa namna kadhaa. Nataka nikuoneshe namna ambazo Shetani amekuwa anaishambulia injili na kuifanya isilete badiliko kubwa kwenye maisha ya watu. Namna ya kwanza ni kutokea kwa wahubiri wa injili ambao hawaihubiri injili kamili ya Yesu Kristo. Kutokea kwa wahubiri wa injili, the so called wahubiri wa injili ambao hawaihubiri injili halisi ya Kristo. Naomba niwaambie watu wa Mungu, injili huwa inagusa mambo machache tu. Moja, anguko la mwanadamu. Mbili, mpango wa Mungu wa wokovu. Tatu, ujio wa Yesu duniani. Nne, kuteswa na kufufuka kwa Yesu. Tano, kurudi kwa Yesu mara ya pili. Maeneo hayo matano. Yaani tunapowaeleza watu habari njema, mwenye dhambi hahitaji kuambiwa njoo kwa Yesu utapata gari. Kuna watu hawana Yesu na wanatembelea ndiga kali mjini, hamjawaona? Unajua injili imeanza kupotoshwa kwa kiwango ambacho watu wanataka kuwaleta kwa Yesu kwa kuwatamanisha vitu vya kidunia. Si mmesikia jamani? Hamjaona hata huko kwenye mitandao? Mwenye dhambi hahitaji ujumbe mwingine wowote. Mwenye dhambi anahitaji ujumbe wa toba na wokovu. Imeisha hiyo. Sasa kumeanza kuwa na kundi la watu ambao wanatokea ni kama wahubiri wa injili, lakini injili yao ni dhaifu. Haiwaoneshi watu maeneo hayo ya msingi, mtu kuona ambavyo mwanadamu alianguka kwenye dhambi. Mungu, upendo wa Mungu wa kupanga mpango mpya wa kumwokoa mwanadamu. Yaani Mungu pamoja na kuona anguko la mwanadamu, bado upendo ukawa unamtesa ndani, anasema nitafikiria namna ya kumwokoa. Unajua ukimweleza mtu namna ambavyo kosa lake pamoja na kuwepo kwake, lakini bado Mungu alimwaza katika upendo, anaanza kufikiria kwamba kumbe Mungu ni wa thamani sana. Umenielewa eh? Lakini pia kwa habari ya ujio wa Yesu kuvaa mwili na kuwepo duniani, mateso, kifo na kufufuka kwake. Lakini zaidi sana
ujio wake mara ya pili. Kukosekana kwa vitu hivi kumeanza kutengeneza Wakristo ambao wanaishi kana kwamba wataishi duniani siku zote na kwamba hakuna ujio wa Yesu mara ya pili. Ndio maana ni rahisi kuishi vyovyote tu. Namna ya kwanza ambayo shetani anaifanya injili kuwa dhaifu, tunapoomba na tujue hilo jambo, ni kutokea kwa watu wahubiri wa injili ambao hawahubiri injili halisi. Lakini jambo jingine la pili ni Wakristo kushindwa kuonyesha uzuri wa badiliko walilolipokea baada ya kumwamini Yesu. Wakristo kushindwa kuonyesha uzuri wa badiliko walilolipokea baada ya kumwamini Yesu. Watu wa Mungu, maisha yetu, matendo yetu, mwenendo wetu usipoonesha kile ambacho Yesu amefanya, watu hawawezi kushawishika kumwamini Yesu. Inawezekana wakati mwingine mnaogopa hata kuambia marafiki zenu habari za Yesu kwa sababu yamkini kuna vitu wanavijua, wewe mwenyewe unajua hivi sio vya Mungu na unavyo. Hata usiposema amen, ndio hivyo. Kwa hiyo unapata shida. Tunatakiwa tuangaze mbele za watu wote, watu waione nuru yetu, wamwamini Yesu tuliyempokea. Ombi jingine katika hilo eneo, tafsiri yake ni nini? Omba Mungu akubadilishe na kukutengeneza kwenye kila eneo la mapungufu yako, ili watu wauone uzuri wa Yesu kwenye maisha yako. Omba Mungu ashughulikie kila tabia ambayo haiko sawa kwenye maisha yako, ili watu wamuone Yesu na kumwamini kupitia wewe. Naomba niwaambie Wakristo, msipoamua kushughulikia tabia zilizo kinyume na Mungu, zilizo kinyume na neno, tunaweza kuingia kwenye hatari ya kutumia gharama kubwa kuandaa mikutano na kuwahubiria watu wa nje, lakini kumbe tuna idadi kubwa ya watu waliopotea wakiwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo mnawaleta watu kutoka nje, wakija wanakutana na wajinga wenzao wengine ndani ya kanisa, ndio wanapotea kabisa wakiwa ndani wa wokovu. Mwambie mwenzako ni huzuni. Mwambie Mungu, nibadilishe kwenye kila eneo ambalo tabia na mwenendo na maisha yangu hayako kama neno linavyotaka, ili watu wanaponitazama waone ya kwamba kunahitajika kumwamini Yesu. Kukosekana kwa Wakristo waliomaanisha kuishi katika viwango vya Mungu ndiko kumesababisha leo uokovu unaonekana ni kama jambo la kawaida, na kila Mkristo kwenye dhehebu lolote anaweza akasema ameokoka hata kama hajamwamini Yesu. Unanielewa? Zamani ilikuwa mtu akisema nimeokoka, kuna badiliko la kweli unaliona na tofauti ya maisha unaiona. Unashangaa leo mtu ameokoka, watu ambao hawajaokoka wanaweka secular music na kusikiliza kwenye status na kwenye kila eneo, na lijinga limoja lililookoka nao linaweka muziki ya kidunia kwenye status na linasikiliza. Ambao hawajaokoka kule nje wanaweza wakavaa nguo za aibu na nguo zinazoonesha mili yao ambazo haziwezi kusitiri mwili, na kuna lijinga limoja limeokoka na liko kanisani na lenyewe linataka kuvaa mavazi ya kikaaba. Yaani kwa nini watu wengine wavutiwe na maisha yako ya wokovu ikiwa wanaona wewe na wao hakuna badiliko? Natamani kwenye maombi ya leo mwambie Mungu, nibadilishe kwenye kila eneo ambalo haliko sawa, ili kuweza kuwafanya wengine kukuamini na kukufuata. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja kanisa la Mungu Tunaenda pamoja watu wazuri wa Mungu Naomba tukaangalia jambo jingine la pili la muhimu kuomba au kuliombea kanisa. Tumeangalia hilo jambo la kwanza, na nimekaa hapo muda mrefu intentionally kabisa, kwa sababu ndio lengo kuu la kanisa kuwepo duniani, kuhubiri injili. Muhimu sana tuelewe hilo jambo. Ni muhimu sana. Jambo la pili ni la msingi sana. Ombea kufanikiwa kwa malengo na mikakati ya kanisa. Leo tutaombea mambo mawili tu,
na kesho nimeweka kule kwenye group, mtaona vitu vingine ambavyo tutaendelea kuviombea, viko vingi pale kama 7-8, lakini leo tutaomba maeneo hayo makubwa mawili tu kwa sababu ya muda. Namba 2, ombea kufanikiwa kwa malengo na mikakati ya kanisa. Mithali 16 na mstari wa 3. Mithali 16 na mstari ule wa 3. Mithali 16 na mstari wa 3, Biblia inasema, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Bwana kazi zako, Mithali 16 mstari wa 3, na mawazo yako yatathibitika. Mungu anasema tunaweza kuwa na mipango mizuri tulio nayo. Tunaweza kuwa na mikakati ambayo tunataka kuitumia kufanikisha malengo tulio nayo. Lakini pamoja na hayo tunamhitaji Mungu ili kufanikisha malengo na mipango tulio nayo. Na naomba niwaambie, mawazo au mipango mizuri ulio nayo haiwezi kufanikiwa kama hautakuwa na mikakati mizuri ya namna ya kufanikisha. Mafanikio kwenye maisha hayaji kwa kutamani. Mafanikio kwenye maisha yanakuja kwa kuchukua hatua kulingana na mikakati ulioiweka. Kila mtu anaweza kutamani kufanikiwa. Kila mtu anaweza kutamani kupata matokeo mazuri, ila ni wale wanaotengeneza mikakati na nidhamu ya kuishi nayo, hao ndio pekee wanaweza kufanikiwa. Tunaweza kuwa na malengo yetu kama kanisa, kama taasisi, lakini ikiwa hatutaweza kuwa na mikakati ambayo pia itatuleta kwenye maombi na kutengeneza nidhamu, hatutaweza kufanikiwa. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Ikiwa unataka kufanikisha malengo na mikakati ulio nayo, usisubiri kila kitu ili kuanza au kuchukua hatua. Ikiwa una malengo au mikakati tulio nayo tutake ifanikiwe, tusisubiri kuwa na kila kitu. Naomba niwaambie, ikiwa malengo tulio nayo yanasubiri tutumie rasilimali zote tulizo nazo kwenye mikono yetu, tafsiri yake maono hayo ni madogo sana. Tunahitaji kukaa chini na kujitafakari kwa upya. Mtu mmoja aliwahi kusema, maono au malengo alionayo mtu yanapaswa kuwa makubwa kuliko uwezo wako, kiasi ambacho mpaka wewe mwenyewe kuna wakati ukiyatazama unaweza ukaanza kujicheka. Usisubiri kuwa na kila kitu ili kuanza kutumiza malengo. Kwa hiyo kama kanisa, malengo tulio nayo, mipango tulio nayo, tumeendelea kushirikishana, tutaendelea kushirikishana. Hatuhitaji kuwa na kila kitu. Hatuhitaji kuwa na fedha zote. Tunaweza kuanza katika hatua tulio nayo, lakini tunakuwa na strategies ambazo tuna uhakika ya kwamba katika hizo Mungu atatusaidia. Waliokuwepo juzi nimezungumza hapa ya kwamba kwa sababu ya malengo tulio nao na ile jambo kubwa ambalo tutalifanya, kuna vitu vingi ambavyo nimeamua kuviondoa na hatutavifanya mwaka huu, vitasubiri kwanza. Ili nini? Nguvu zetu zielekezwe kwenye malengo tulio nayo. Naomba sana tunapoomba, tuombe juu ya jambo hilo, Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini naomba nikwambie jambo jingine kuhusiana na safari ya malengo na mikakati anayoiweka mtu kwenye maisha au kanisa. Kila wakati unapoanza kumaanisha kwenye safari ya malengo na mipango ulionayo, ni lazima uwe tayari kwa mambo makubwa matatu. Muhimu sana kuyaombea hayo. Kila wakati unapoweka mipango au tunapoweka mipango, malengo na mikakati, ni lazima tuwe tayari kwa mambo makubwa matatu kutokea kwenye safari. Jambo la kwanza, kukutana na upinzani utakaokuwa umelenga kutuzuia tusiendelee. Sawa Kwa hiyo ukiwa unaomba, shughulikia kila upinzani. Kila upinzani. Jambo la kwanza ni kukutana na upinzani uliolenga kutuzuia tusiendelee. Nakumbuka habari za kina Nehemia, habari ya kina Sanbalati na Tobia, walipokuwa wanaanza kufanya, wakaanza kuwapinga. Kaanza kuwapinga. Jambo la pili,
Ni baadhi ya watu ulio nao au tulio nao kuamua kurudi nyuma au kutuacha wenyewe. Ndio, ni baadhi ya watu tulio nao kuamua kurudi nyuma na kutuacha wenyewe. Kwa hiyo usije ukaona ni jambo jipya. Ni kawaida. Ndio maana unaona kwenye makanisa kuna wakati ujenzi ukianza, kuna watu wanakimbia, kuna watu wanaondoka, lakini mwisho wa siku bado kazi wewe inafanya nini? Inaendelea. Utaona kwenye kitabu cha Hesabu 10:29 mpaka 32. Hesabu sura ile ya 10 mstari wa 29 mpaka wa 32. Biblia inasema hivi: kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reueli Midiani, mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi, nitawapa ninyi mahali hapo, uje pamoja nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Naye akamwambia, siendi mimi, ila nitairudia nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Naye akamwambia, usituache tafadhali, kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyopanga nyikani, nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Itakuwa ukienda pamoja nasi, namu itakuwa mema yote Bwana atakayotutendea sisi, tutakutendea wewe vivyo. Biblia inaeleza habari ya mtu mmoja anaitwa Hobabu, ambaye wakina Musa walimwambia, tunaomba utusaidie tunapoelekea kwenye nchi ya ahadi yetu. Mungu ameahidi mema. Safari hii ni ndefu, lakini kuna mema mbeleni ambayo Mungu ameandaa. Tunaomba uende pamoja nasi. Kwa nini? Wewe umeishi kwenye hili jangwa, unalijua utakuwa kwetu badala ya macho. Maana yake Hobabu alikuwa ni mtu mwenye uzoefu, analijua jangwa vizuri, na Musa alijua tukiwa naye kuna mahali tunafika. Bahati mbaya Hobabu akasema, mimi siambatani na ninyi. Musa akasema, isiwe shida. Ni kweli tunajua una potential kubwa ya kutusaidia. Ni kweli tunaujua uwezo wako, ulikuwa unaweza kutusaidia njiani. Lakini kwa kuwa tunaye Mungu, hata usipoambatana pamoja nasi, tutaingia kwenye nchi ya ahadi yetu salama. Hobabu akawaacha, akaendelea na maisha yake. Tunapoamua kuanza kutimiza malengo na mipango tulio nayo, ni lazima tuwe tayari. Kuna baadhi ya watu watarudi nyuma. Usishangae, ni kawaida. Naomba niwaambie kitu kingine kitakachowasaidia. Watu wote kwenye maisha watakapochagua kwenda mbali nawe, hakikisha Mungu anabaki pamoja nawe. Andika hilo jambo ukumbuke. Watu wote kwenye maisha wakiamua kwenda mbali nawe, hakikisha Mungu anabaki pamoja nawe. Akibaki na wewe, una uhakika wa kufanikisha mambo yote. Naomba nikusomee maandiko kadhaa hapa. Andiko moja tu linatosha. Tumezungumza habari ya kuombea mipango na mikakati tulio nayo kama kanisa, ili Bwana atusaidie, na baadaye nitawaeleza vizuri wakati tunaingia kwenye maombi. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 1 mpaka wa 4. Wakorintho wa kwanza 16 1 mpaka 4. Naomba niwaambie wanangu, tumemwona Hobabu ambaye alikuwa ana uwezo wa kuwasaidia wakina Musa, na katika ile safari akaamua kuondoka. Katika jambo lolote na safari yoyote ya maisha, usiweke moyo wako kwa watu. Watu wanabadilika. Weka moyo wako kwa Mungu. Hata wengine wakikuacha, akibaki pamoja nawe, una uhakika wa kufanikisha. Wanadamu wanabadilika. Hilo jambo wewe unakumbuka. Wanabadilika. Wakorintho wa kwanza 16 1 mpaka 4. Biblia inasema hivi, nitasoma andiko hilo la mwisho. Biblia inasema hivi: kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni hivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua, wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu, na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Mtume Paulo walikuwa na project wanayoendelea nayo ya kuwasaidia kanisa la watakatifu waliopo Yerusalemu wenye uhitaji. Anawaambia watu wa Korinto ya kwamba ninajua uwezo wenu ni mdogo, lakini nia ya kufanya na kushiriki na mipango mnayo. Naomba mfanye jambo moja tu. Mimi ninaomba kila Jumatatu, mtu katika mwanzo wa wiki, watu watakuwa wanatoa weekly fedha ambayo anataka
kuchangia kwenye hilo jambo, alafu anawaambia itakuwa ni rahisi kwenu ili nitakapokuja tusifanye michango. Anasema ninajua kipato chenu, nikija tukisema tufanye michango hamna hela za kunipa. Unielewa? Anawaambia hivi, twende na huu mkakati tulio nao. Kila mwanzo wa wiki kila mtu atakuwa anatoa kwa kadiri ya alivyobarikiwa, na ule mkakati walivyouweka na kuufanya waliweza kutimiza malengo na makusudi waliotaka kulisaidia kanisa la Yerusalemu. Kuokoka haina maana kuto kutumia akili. Kuokoka haina maana kuto kuwa watu wa mipango. Ikiwa tunataka, ni lazima tuwe na commitment ya kutosha kwenye mipango na malengo tulionayo. Tukisema hili wakati huu hatufanyi. Jambo halipo ndani ya utaratibu, hatutaliingiza, litasubiri. Naomba tusimame.